Ikhwata al-iman, ndugu zangu katika iman, kana shahru ramadana dhaifan mubarakan alaina, ulikuwa mwezi wa Ramadhani ni mgeni mwenye baraka juu yetu Waislamu, juu yetu waumini. Waislamu walionyesha upendo baina yao kwa wao. Waislamu walikuwa wanatembeleana, Waislamu walikuwa wanasaidiana. Hii yote ni kwa sababu ya ubora na baraka ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Dhaqa almuslimuna fihi halawata alibadati lillah, walionja Waislamu ndani ya mwezi wa Ramadhani utamu na uzuri wa kufanya ibada kwa ajili ya Allah jalla fi'ala. Yule ambaye alikuwa ni tariku sala, anaukimbia msikiti, haitaki ibada ya sala, ndani ya mwezi wa Ramadhani aliweza kurudi kwa Allah jalla fi'ala, aliweza kutubia kwa Allah jalla fi'ala. Hii yote ni kwa sababu gani? Amekwenda kuonja ladha ya ibada, ladha ya uchamungu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yule ambaye alikuwa ni mzinifu, aliacha zina, akarudi katika ibada ya Allah jalla fi'ala. Yule ambaye alikuwa akila riba, aliachana na riba, akarudi kwa Allah jalla fi'ala. Yule ambaye alikuwa akitenda madhambi mbalimbali kabla ya Ramadhani, ulipoingia mwezi wa Ramadhani aliweza kuachana na kila dhambi ambayo alikuwa akiifanya. Hii yote ni kwa sababu gani? Alikwenda kuionja ladha ya ibada, ladha ya uchamungu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Watanaamu fihi biduai wa tilawati alqurani wasiyam, na waliweza Waislamu kuneemeka ndani ya mwezi wa Ramadhani kwa kupitia dua mbalimbali na kusoma Qur'an na kuitekeleza ibada ya kufunga, walqiyami wa ziyadati al-iman, na vile vile kusimama kwa ajili ya kuitekeleza ibada na kuongeza imani zao Waislamu hao. Wataghallubi ala hawa nafsi wa kaidi shaitan, vile vile Muislamu alifanikiwa kwa ajili ya Allah jalla fi'ala kwenda kuishinda nafsi yake, kwenda kuyashinda matamanio ya nafsi yake, na kwenda kuvishinda vitimbi vya shaitani. Wa inna liqa'ati ladhatan fi nufusi almu'minin, na hakika jambo la kufanya ibada, na hakika jambo la kumtii na kutekeleza amri za Allah jalla fi'ala, ladhatan fi nufusi almu'minin, jambo hili lina ladha yake, lina testi yake katika nafsi za wale ambao ni waumini. Yule ambaye ni muumini, yule ambaye ni Muislamu wa kisawasawa, anapokwenda kuifanya ibada kwa ajili ya Allah jalla fi'ala, kuna ladha, kuna testi ambayo anaipata kwenye nafsi yake, anaipata katika moyo wake kwa ajili ya kufanya ile ibada. Wa rahatan wa tumaninatan min al-yaqin, na anahisi furaha na utulivu kutokamana na ile imani ya kweli aliyokuwa nayo. Wala in kana almu'minu yahzanu ala firaqi Ramadan, na hata ikiwa yule Muislamu wa kweli na yule muumini wa kweli ana huzuni kwa kumalizika na kuondoka Ramadhan, lakinahu yafrahu bi ni'mati llahi ala itimamihi, lakini Muislamu na muumini huyo anakuwa na furaha kwa kuwezeshwa na Allah jalla fi'ala kwenda kukamilisha Ramadhan, kwenda kuikamilisha funga ya Allah jalla fi'ala. Hii ni neema ambayo Muislamu huyo amepewa, kwani sio kila Muislamu
anakwenda kupewa neema ya kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa ujumla. Kuna wale ambao tulianza nao, lakini ilipofika katikati ya Ramadhani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaita, Mwenyezi Mungu akawachukua, wakashindwa kuimaliza Ramadhani. Kuna wale ambao kwamba limefika 10 la mwisho, 10 ambalo ndani yake kuna usiku wa cheo, Lailatul Qadri, ambayo ibada yake imeshinda miezi 1000. Allah jalla fi'ala amekwenda kuwachukua watu wale. Kwa sababu gani? Yote ni hikma yake na kwa uwezo wake Allah jalla fi'ala. Mimi na wewe Allah jalla fi'ala akatujalia kuweza kukamilisha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mimi na wewe tunatakiwa tufurahi kwa Allah jalla fi'ala kutupa nafasi hii kwenda kuikamilisha ibada ya kufunga. Wa yarju Allahu an yatakabbalahu, na Muislamu huyu aliyepewa uwezo na Allah akaikamilisha Ramadhani anatarajia kwa Allah jalla fi'ala an yatakabbalahu, aikubali ibada yake ya kufunga, akubali zile dua zake alizoziomba ndani ya mwezi wa Ramadhani, akubali kisomo chake cha Qur'ani alichokisoma ndani ya mwezi wa Ramadhani. Wa yatma'u fi 'azimi fadlihi, na vile vile anatakiwa awe na matumaini Muislamu huyo katika ule ukubwa na fadhila na ubora wa Allah jalla fi'ala, an yuwaffiqahu lithabati 'ala al-iman, Allah amwezeshe kumpa msimamo juu ya iman ambayo kwamba ameipata ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kila Muislamu anatakiwa amuombe Allah jalla fi'ala ile imani ambayo ameweza kuipata ndani ya mwezi wa Ramadhani, ule uchamungu ambao aliupata ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, Allah amwezeshe na amwafikishe aweze kumpa msimamo juu ya imani, juu ya uchamungu ambao ameupata ndani ya mwezi wa Ramadhani. Wa ziyadati minhu, na vile vile amuombe Allah amzidishie imani hiyo baada ya Ramadhani. Wa alla yuradda ala aqibaihi ba'da an ihtada, na vile vile amuombe Allah jalla fi'ala asije mwanadamu huyu akarudi nyuma ya visigino vyake akawa anamuasi Allah jalla fi'ala baada ya kuwa aliongozwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ikhwata al-iman, ndani ya mwezi wa Ramadhani nyumba za Allah jalla fi'ala zilikuwa zinajaa, zilikuwa hazina nafasi, zimewapokea wageni mbalimbali. Lakini ma'al asafi shadid, tuwatafute wale wageni wa Ramadhani, aina humul an, wako wapi kwa sasa? Ni wale ambao kwamba walikuwa wanafahamu Allah jalla fi'ala yujadu fi Ramadhana faqat, anapatikana katika mwezi wa Ramadhani peke yake. Baada ya kumalizika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kila mmoja ameachana na nyumba ya Allah jalla fi'ala, anatarajia mwakani aje akutane na Mola wake na Allah anayemtaka yeye ndani ya mwezi wa Ramadhani. Sasa mimi na wewe ambao mpaka sasa tunaonyesha msimamo katika ibada, katika uchamungu, tunatakiwa kwanza turudishe shukurani kwa Allah jalla fi'ala, lakini pili tumuombeeni Allah jalla fi'ala atupe thabat, atupe msimamo juu ya ibada ambazo kwamba tulizifanya ndani ya mwezi wa Ramadhani na zile ambazo tunazifanya baada ya kumalizika mwezi mtukufu wa Ramadhani.